wakipingana na kauli ambayo alitoa rais wa TFF Wallace Karia. Pengine wewe ulipokeaje? Tuanzie kwanza, ulielewaje kauli ya Wallace Karia ambayo Young Africans iliwajaza kama upepo na kuanza kumwataki moja kwa moja? Kwanza Young Africans mpaka sasa sijasikia kauli ya kiongozi wa juu, kwa maana top management ya Yanga ikiongozwa na Engineer Hersi Said ambaye yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, lakini pia ni rais wa klabu ya Young Africans. Sijasikia kauli ya Arafat Haji ambaye ni makamu wa rais, zaidi ya vijembe kwenye mitandao, kwa sababu Arafat sasa hivi anapiga vijembe tu mitandaoni, anabaki kusema zimekuwa nyingi na kwa sababu ni Mswahili pia, basi mambo yanakuwa mengi. Sisi ni Waswahili, kwa tunajua namna ya kuwasilisha, ya kuondoa nyongo. Kwa ili mradi imefika, na of course ameondoa nyongo nyingi sana. Amekuja na msemo mpya, ogopa sana maji yaliyotulia, yana kina kirefu na nini. Ndio msemo ambao sasa hivi wanautumia kina Ally Kamwe. Sijamsikia Ally Kamwe aje front aongelee hilo swala. Lakini Ally Kamwe ingekuwa hajakutana na ile sekeseke la kufungiwa, ambaye Ali alikuwa kwenye kipindi kigumu, ilikuwa tu swala la muda. Sababu ilikuwa inasubiriwa dabi. Dabi ikichezwa wanatoa taarifa kwa umma Ally Kamwe amefungiwa. Kesi hawajatoa. Dabi imemwokoa Ally Kamwe, yes. Dabi imemwokoa. Yalikuwa ya kweli? Kwa kweli kabisa yale. Taarifa ya ukweli hiyo. Na bado dabi imemwokoa. Imemwokoa kwa sababu ni ngumu sana kuweza kumhukumu sasa Ali na kupeleka taarifa moja kwa moja kwamba Ali amefungiwa, wakati bado hali ya hewa na atmosphere bado hali ya hewa bado ni nzito sana. Yaani leo Yanga wanatafuta haki yao kwamba wanahisi wameonewa, huku matamko ya viongozi, ameongea rais wa TFF, ameongea Mguto, alafu akiangalia bado hawapati kile ambacho wanakihitaji. Alafu leo useme tu Ali kama umefungiwa. Kusema kweli pale wangegawana majengo ya TFF. Wananchi wangegawana majengo. Of course temper za wananchi sasa hivi ziko juu sana. Sukari za wananchi zimepanda sana. Yaani mashabiki mpaka viongozi. Sukari imepanda sana. Yaani watu sukari zimepanda. Sasa ndio useme tu ndali kama mfungiwa, ingekuwa kitu kigumu sana. Lakini kwa sababu jambo bado la Yanga haijafahamika dabi itachezwa lini, na dabi haijachezwa, huwezi kusema Ally Kamwe amefungiwa. Kwa lazima usubirie na usikilizie hiyo michongo. Na sio tu Ally Kamwe, kuna rungu tu, kuna watu wanapigwa marungu, lakini rungu sasa hivi huwezi kuziweka hadharani kwa sababu hali yao pake tulie. Kwa kwangu mimi aliyozungumza sana na akaongea ni Haji Manara, ambaye yeye ni mwanachama, anasema ni mwanachama wa Yanga, lakini kwangu mimi naisema deep from my heart, anasema ni mjumbe wa kamati tendaji. Mjumbe wa kamati tendaji. Mimi naisema hapa na nairudia kwa kinywa kipana. Haji Manara hajawahi kuwa Yanga. Yaani Haji Manara yeye hajawahi kuwa Yanga. Si ana kadi ya wanachama? Kadi ya wanachama. Unajua hizi timu ni kama dini. Kwa sababu dini unaweza kuhama, lakini nafsi yako inafahamu mimi ni dini fulani. Yaani sasa mimi leo ni kuhama dini unaijua wewe, lakini bado utakuwa na nafsi na kusuta kwamba mimi ana dhehebu fulani, mimi nilikuwa Roman. Kifupi Haji Manara bado ni Simba. Haji Manara nafsi na mhukumu. Mtu ameanza kushabikia tangu akiwa mdogo. Almost piga hesabu miaka aliyokuwa Simba. Hesabu tu kwenye 45 47. Kuanzia anakuwa mdogo mpaka anafikisha miaka yake hiyo. Sasa hivi of course amegonga karibia 50 huko. Kwa angalia huku miaka yote hii mingi tu amekuwa ndani ya Simba, akipenda Simba tangu akiwa mdogo. Ukimchanja yeye Simba, na alikuwa akisema mimi ukinichanja hapa damu yangu Simba. Lakini mwisho wa siku ameenda Yanga kwa sababu ya maslahi, na ameenda Yanga kwa ajili ya kutafuta maisha, kitu ambacho sio kibaya, kwa sababu wengi tu wako pale Yanga tunawajua, sio Yanga ni Simba. Wengi tu wako pale. Wengi au ni wataji, wengi wako pale. Ni wengi, lakini si wanasema ukikaa sehemu na adapt mazingira. Kwa adapt pale mama watu wanaenda kupiga fursa, mtu anaenda kupiga pesa. Maisha mengine yaendelee. Ndio riski zenyewe. Na mimi sijawahi kupingana na mtu ambaye alikuwa shabiki wa Simba akaenda Yanga kufanya kazi. Kama anafanya kazi kwa weledi, kama anafanya kazi yake vizuri, why not mkono usiende kinywani? Acha apige pesa, maisha mengine yaendelee. Lakini pale kuna watu ambao sio Yanga. Haji Manara sio Yanga. Kwa Haji anawapiga shoti pia Yanga bila wao wenyewe kujua. Anawapiga viongozi wa Yanga shoti. Kwa hiyo inawezekana ulikuwa ni mtego ule. Kwa sababu Haji mimi naamini hata Yanga akifungwa na Simba, Haji anaweza kaenda kufurahia kucheka chooni. Yaani Haji mfano Yanga akafungwa na Simba, anaweza kaenda kuchekea chooni akafurahi sana. Yes.
Unaamini bado nafsi na sana, yani Haji bado ana mapenzi sana na Simba. Lakini alisema vile tu kwa sababu Simba Haji ana room tena kurudi Simba, na wala Simba hawamhitaji kwa sababu washapata mashine ya kuongea ambayo ndio inafanya kazi kubwa sasa hivi. Watu washamsahau Haji. Kwa hiyo ni ngumu sana Haji kurudi. Lakini Haji nilishawahi kusikia kwamba anatamani kurudi Simba majuzi tu hapa, lakini kauli yake sasa alisema kwamba anamuomba Engineer Hersi, rais wa klabu ya Young Africans, aitishe kikao cha dharura kuhusiana na hili ambalo wanataka alama 3. Lakini pia vile vile amesema kwamba yuko tayari kuchangisha wanachama wenzie kwa maana ya Young Africans, japo wewe unasema hapana, wachange na kesi iweze kwenda kasi. Haji Manara alikurupuka katika hilo. Kwenda kuongea kwenye vyombo vya habari. Of course ile sio press iliyokuwa inamhusisha rais wa TFF, lakini baadaye akachomekewa swali. Mimi najua alikuwa anatamani sana hilo swali. Alikuwa anatamani sana kuulizwa kuhusiana na hilo, lakini mwisho wa siku akapata bahati ya kuulizwa, akaanza kumwagika pale. Kwanza Haji amemkosea sana rais wa TFF, anapaswa kumomba radhi. Mimi hadi leo nashangaa bado hajaomba radhi kwa rais wa shirikisho la kandanda Tanzania. Kauli risikika alisema kwamba hautokuwa milele hapo. Alisema hivyo kwamba anaionea Yanga rais wa TFF, akasema rais wa TFF amewakosea sana viongozi wa Yanga, kwamba kwani wao wako safi wajiuzulu. Pia anasema rais wa TFF hapaswi kuanza na herufi kubwa R kubwa, anapaswa tu kuanza na neno R ndogo. Akasema rais wa TFF ni nani, yani akamvua nguo sana, akamshushia heshima. Ni alikuwa anaonyesha kama anamudu, kama vile anamudu, yani kama rais ni kitu fulani kidogo, kaprito ni hivi. Mimi nawashangaa watu waliokuwa wanamsupport Haji katika hilo, nawashangaa sana. Unajua soka letu limegubikwa na watu wasiokuwa na uelewa. Alafu wamegubikwa na watu ambao ni oya, yani wanaongea mpira juu juu. Unamtusi rais wa TFF ambaye sasa ni mjumbe wa CAF, mjumbe wa kamati tendaji ya CAF, vikao vyote vya ndani vya CAF anaenda rais wa TFF, na anafahamika rais wa TFF mambo aliyoyafanya leo. Hata angesema lolote kuhusu Simba na Yanga, kuhusu viongozi wa Simba na Yanga, rais wa TFF hapaswi kujibiwa. Yani rais ni rais tu. Kumbe ana uwezo kutoka na kauli moja pamoja na yote yanayoendelea. Yes. Anaweza akasema Yanga mnafanya vitu vya hovyo. Yes, na hakuna kupaswa mtu wote kujibu. Ndio maana hujasikia engineer akijibu, hujamsikia Arafati akijibu, hujamsikia Priva akajibu, hujamsikia Alikamu akajibu. Hao watu wako ndani pale ya Yanga, lakini Haji yuko nje. Na ndio maana akasema mimi naongea haya kwa sababu naamini viongozi wa Yanga wanamuogopa Rais Karia na wanaogopa watafungiwa akiongea, lakini mimi siogopi. Akasema I'm nothing to lose, na sasa hivi jina lake jipya ni Mr Nothing to lose. Anasema yeye hana cha kupoteza. Anasema even akifungwa milioni moja huko sawa tu. Yani kwake ni sawa, kwake sio issue, ana issue nyingine anafanya. Kwa hiyo ina maana alienda kumtusi rais akijua kwamba hata akifungiwa kwake sio issue sana na mambo kama hayo. Lakini Haji bila mpira hali. Bila mpira hali. Haji huu mpira ndio uliomtambulisha kwenye ramani, na hizo endorsement anazozipata ni huu mpira. Yes, kwa hiyo yeye mwenyewe anajua. Chale zake ukimchanja sasa hivi ukimwangalia damu ni mpira tu. Yaani yeye ni mpira. Lakini mwisho wa siku amepata endorsement kwa sababu ya mpira. Tena Simba ndio amemtambulisha zaidi Haji Manara. Kwa sababu Haji alikuwa si lolote, lakini Simba amempeleka mbali sana. Leo hii yuko nje ya football anamtukana Rais Karia. Ni kwa sababu Rais Karia ana mambo mengi, ana majukumu mengi. Aanze kudili na Haji mmoja. Yaani aanze kuhangaika na Haji mmoja tu. Wakati timu ya taifa inatakiwa icheze dhidi ya Morocco, timu kubwa Morocco, logistics zote ahangaike nazo. Rais wa TFF aangalie timu inasafiri vipi, wachezaji wanakaa hoteli gani, ashatuma observers wake, posho za wachezaji zikoje, accommodation na kila kitu. Yani rais huyo ndo apambane. Huku bado kuna michuano ya timu ya mabinti, kwa unafahamu? Yes, mabinti. Wanaendelea kucheza huko. Serengeti Girls au Kambini. Yote haya anafanya yeye. Na aanze kufikiria kauli za Haji Manara. Amepuuzia na amemwacha tu kama alivyo, lakini naamini ili sekeseke likiisha Haji anaweza kafungiwa. Kwa sababu kuna kanuni ya 48 inasema shabiki yoyote au mwanachama wote wa club akianza pengine akitengeneza ishara yoyote aidha ya kuleta machafuko au ya kuleta uchochezi, kuleta vurugu, anapaswa kufungiwa. Na Haji Manara ukiangalia kauli zake zote zimemlenga rais wa TFF, zote zilikuwa zinalenga kwa kuhamasisha vurugu,
kuchochea vita, kuchochea vurugu, watu wamchukie na mambo kama hayo. Kitu ambacho tunafahamu mashabiki wa Simba na Yanga ni wengi sana nchi hii, na unapomgusa rais wa TFF it means kwamba unawalisha watu wengine sumu kali na unawaambukiza wengine hasira, wanaweza kufanya kitu kingine kibaya. Kwa hiyo tumii haja alikosea kumkosoa rais wa TFF hadharani, lakini pia kwa kauli zake. Kumkosoa rais wa TFF is not a big issue. Watu hawaelewi. Mbona sisi tunakosoa? Inategemea unakosoa kwa wengi. Nakosoa sana. Mimi nakosoa. Yaani katika watu wanakosoaga ni mimi, nakosoaga wazi wazi, lakini unakosoaje? Unatumia fasihi, unatumia lugha gani? Lugha gani ya kufikisha ujumbe? Lakini unakuta mtu anatumia tu lugha kali, hazina kabisa. Ni kama vile mtu hujaenda shule na wakati watu wamesoma. Haji amesoma. Huwezi tu kaanza kutamka maneno ya hovyo kumtusi rais wa TFF. Na nakwambia Haji yule leo ukimchukua ukamfua pale, ukampeleka kwa rais wa TFF. Masaa mawili atoboi pale. Kiti cha moto. Unacheka nini? Kiti cha moto. Sasa hii kauli aliyosema kwamba alifikiria nini? Pengine aliona kuna urais wote wa kuelekea CAS. Yeye alijua support itakuwa kubwa. Yaani yeye aliamsha ili aone support ya watu itakuwa, watu wakampuuzia. Oya, Haji anapitia kipindi kigumu sana. Haji alivyoamsha ile, alijua kuna watu nyuma watamsupport. Alijua nyuma viongozi wa Yanga watampigia salute. Alijua watu watamuunga mkono kila alichokisema, kuchangisha kwenda CAS. Alafu alitegemea kusikia labda lingetokea la kutokea kwamba bwana jambo hivi mwanangu umetisha. Umetisha mwanangu kama vipi? Bana anza mchango. Hakuna mtu aliyotoa public information pale, hamna mtu aliongea. Kwa hiyo Haji watu walimpuuzia. Yeye mwenyewe sasa hivi anaumia, mbona watu hawajasupport kauli zake? Anasikia tu wananchi Zanzibar huko wamevurugwa huko Zanzibar na wao wameliamsha huko, wanazungumza wanataka haki yao, hawaelewi bodi ya ligi, wanasikia huko sio Jangwani kimewaka. Kwa hiyo kila mtu anamsha. Haji Manara kauli yake ilivunjwa tu haraka sana. Yaani ilifunikwa na mashabiki wa Yanga. Mashabiki wa Yanga sio walikuja hapo. Kwanza kauli ya Haji ilifunikwa na Mguto. Baada ya kuambiwa ajiuzuru. Haji kaongea, ameweza kuongea, Mwananchi Digital akamfuata Mguto. Mguto akapiga maneno. Akaongea. Mguto alipopiga kauli ya Haji ikafutika. Sema huwezi kwenda CAS kama huna yani haujapata kauli yote kutoka kwa rais. Huna kauli ya mwisho. Na rais mwenyewe ndo tayari mnatakiana. Huna maamuzi ya mwisho. Kwamba bodi ya ligi na kamati zake zimetoa maamuzi gani? Unaenda CAS na kitu gani? Kwa hiyo kauli ya Haji Manara ikawa imemezwa. Ilipomezwa akaanza kuokota sasa vitu vya Mguto vilivyopostiwa na yeye anaposti kwake. Kwa hiyo kauli zake zile ambazo aliziongea hazijapata muendelezo. Kwa hiyo kauli ya Haji Manara ilikufa kifo cha kawaida sana. Yaani ilikufa kifo ambacho ni cha kuacha mdomo wazi. Kwa hiyo kwangu mimi rais wa TFF aguswi. Oya, ile ni taasisi. Kwa hiyo unaona kuna nguvu yoyote hapo ambayo itakwenda kushinikiza kurudiwa mechi upande wa Yanga, maana wamesema hawachezi? Kabla hujanipeleka huko, nataka nimkumbushe Haji mafanikio ya rais wa TFF. Okay. Sasa hivi mimi nikitembea, sasa hivi nataka nitengeneze bango la rais wa TFF niweke hapa, niwe natembea nalo. Kama kichaa vile. Kuwakumbusha. Hatujaenda almost karibia miaka 19 hadi 20 AFCON. Muda mrefu tuna struggle. Hadi mechi ya mwisho nakumbuka taifa ya Tanzania na Uganda, mechi ya maamuzi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati JPM yuko Ikulu anasubiria kuona matokeo. Make huko kulikuwa kuna mechi nyingine inaendelea. Tunawaombea wale kule wafungwe na huko sisi tushinde. Rais anashangilia Ikulu. Tunaenda AFCON. Si unaelewa, akawaita Ikulu wachezaji, akawapatia hadi maeneo ya Dodoma kule, akawapatia viwanja. Unakumbuka? Anatoka hapo rais wa TFF, jitihada inaongezeka, wachezaji wanaongeza morali. Tunafuzu, tunaenda Ivory Coast. Tunatoka tunaenda AFCON tena sasa Morocco 2025. Tunatoka AFCON inakuja tunaiandaa sisi. Viwanja Mama Samia, Rais Samia anajenga uwanja Arusha, Dodoma, Zanzibar kule mambo yanakuwa sawa. Tanzania, Kenya na Uganda. AFCON kama usingekuwa na utawala bora wa Rais Wallace Karia, AFCON isingeletwa Tanzania. Pia kama tusingekuwa na rais ambaye ni ana transparent, kwa maana ana uwazi, accountability, integrity, tusingeona timu nyingi tusingeona kwanza kuna vilabu vingekuwa vinatamani kuja kucheza ligi ya Tanzania.
Al Hilal Omdurman alikuwa anataka kuja kucheza ligi ya Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu ya ubora wa viongozi waliopo madarakani. Leo CHAN tumeshaenda mara 2 na unaona tunaandaa pia CHAN. Mwaka huu 2024 tunaandaa CHAN. Hapo mwezi wa 7 tu moto unawaka. Alafu unajaribu kumgusa Wallace Karia, rais wa TFF. Kauli yake moja tu inawapagawisha, inawatoa tunduni. Yaani kauli moja tu. Huyo ndo rais. Yaani rais lazima ashtue nchi. Na alisema wale ambao wanaochezea mpira, wanataka kuuchezea mpira waende wakachezee huko, sio hapa. Wakachezea wanakochezaga. Kwa hiyo Haji amuombe Rais Karia msamaha. Rais aguswi, rais ameshafanya makubwa, serikali inalijua hilo kwamba Rais Karia ameset standard ya mpira wetu ulipofika. Paka sasa hivi wadhamini wanaingia kila siku. Kuna watu nasikia Yanga wanaongea mpira haujui kabisa. Eti Rais Karia hajaleta mafanikio kwenye timu yetu, sisi tumeweka uwekezaji GSM, tumesajili. Mmesajili nyie. Before Karia timu zetu za ligi kuu zilikuwa zina wachezaji 5 tu wa kigeni. Rais Karia akaja akaongeza wakafika 8, akaja akaongeza wamefika 12. Leo hii Yanga wamefika hadi finali bila Maele, bila kina Juma Shabani, bila kina Nick Bangala au kina Aziki. Wangeshindwa, wangefika watu wa finali ya Confederation, wangefika vipi? Kwa amekuja karahisisha, akatengeneza mifumo rafiki kwa vilabu vyetu. Leo hii wadhamini wanaingia kila kukicha wanashindana. Kama kusingekuwa na utawala bora wa TFF, nani angeleta pesa yake pale? Leo Azam wanaonyesha mechi zote za ligi kuu. Hapa kuna ligi za Afrika nyingi tu. Hauoni mechi zote. Wanachagua tu mechi 3, 4, 5 za kuwapa mileage wao haki za matangazo. Lakini angalia ligi yetu inaonyeshwa yote. Hadi championship kule zinaonyeshwa. Alafu unataka umkosoe Rais Karia how? Kama angekuwa anaongoza milele hadi anakufa. Yes. Kama katiba ingekuwa inaruhusu, anaongoza milele hadi anakufa, kwa sababu tumeona marais wengi wamepita hapa, ukiachana ya Leo Tenga, anaitwa Leojigatila Tenga. Jina lake gumu kidogo. Tenga ndo aliyofanya mambo mengi sana, alitengeneza ramani ya mpira. Lakini sisi hatujamkuta Tenga, hatujakuta mafanikio. Mimi mafanikio ya Tenga siyajui, na kukuta kwenye nini? Nasoma. Lakini ya Karia nimeyaona. Najivunia kuyaona. Kwa hiyo kauli yake moja tu kwamba wao wanaosema bodi ya ligi hawafai, wao wako sawa, hawapaswi kujiuzulu. Hiyo ndo kauli ya kuanza kupiga kelele. Walipaswa kuwa strong na kuachana na mambo. So to me sioni kama walitumia kauli nzuri. Wao wangepaswa kudai haki yao kwa njia ambayo inafaa. Tumalizie na hii ambayo umekatisha upo hewani. Je, tukamaliza kwa kuta huko hewani. Kuhusiana sasa na hili swala la kwamba pengine walitazama, Haji Manara alitazama kwamba kwenda kasi inakuwa ina urahisi kiasi gani mpaka kutamka neno tap. Hawajui maana ya kasi. Hawajui. Pale kasi unatakiwa ukienda uende na vielelezo vyote. Uende na vielelezo vyote. Kwanza uwe na uhakika wewe haujakiuka taratibu.